Naam, hii ni Amka na Baraka World TV, ikiwa ni majira ya saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, tarehe 4 za mwezi wa 12 2025, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka World TV. Tupo pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, wazalendo wapo Katogota Kamanyola. Operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, huku wamama kutoka Pennsylvania Lancaster wakishiriki katika kuwapelekea wazalendo chakula kwenye uwanja wa mapigano. Bugarama, mabomu ya jeshi la FARDC yaingia mpaka Rwanda, RDF yakimbia, huku mpaka wa Rwanda ukifunga, wasiwasi watanda ndani ya Bugarama nchini Rwanda. Ituri, Luboya Kasha Majoni, gavana wa Ituri, atoa kauli kali, huku jeshi la UPDF likiungana na SRP ya Kitoma Lubanga kuwashambulia majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operation Saidia Muzalendo bado kunaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo kunaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio yote ambayo yakunazidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka Jamhuri ya Kivu ya Kusini, huko maeneo ya Kamanyola, Katogota pamoja na Luvungi, ambako wazalendo wapo Katogota na Kamanyola, huku Operation Saidia Mzalendo ikiwa inaendelea, wamama kutoka Pennsylvania Lancaster wakishiriki katika operation hii. Punde tu baada ya kuzuka kwa mapigano hiyo tarehe 2 za mwezi wa 12 2025 kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wazawaza dhidi ya magaidi wa M23, timu nzima ya Baraka One TV iliingia katika uwanja wa vita huko maeneo ya Luvungi, Katogota, na kukutana na wazalendo ambao wapo katika uwanja wa mapigano. Lengo na shabaha kubwa ilikuwa ni kwenda kutembelea wazalendo na pia kuona hali ambayo iko inaendelea maeneo ya Katogota pamoja na Kamanyola. Ukweli ni kwamba Katogota ipo mikononi mwa wazawaza, Kamanyola pia iko mikononi mwa wazalendo, licha kuna baadhi ya magaidi wa M23 ambao mpaka sasa wamejificha kwenye majumba ya baadhi ya wananchi, huku jeshi kubwa la Rwanda likiwa limekwisha kuvuka mpaka na kukimbilia maeneo ya Bugarama. Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka maeneo ya Kamanyola na Luvungi pamoja na Katogota na Roger Seko Rafael. Ujambo ndugu mtazamaji wa Baraka One TV na Mwangaza Television, ambayo kwa sasa leo tuko maeneo ya Luvungi, ambapo kabisa hapo mbeleni ni maeneo ya Katogota, kwa sababu kuna kitu kama mita kichache tu tufike maeneo ya Katogota, na Katogota sasa iko mikono ya jeshi la Kongo na mikono ya gouvernement ya Kongo, na vile vile nusu ya maeneo ya Kamanyola kwa mikono vile vile ya wazalendo na FARDC. Nakwambia vile vile kumeonekana kabisa sura nzuri kwa upande wa jeshi la taifa na wazalendo ambao wanaendelea kumfukuza adui hadi maeneo ya Rwanda, ambapo kwa habari tulizopata kwa sasa inasemekana kwamba ameshasudia kilalo cha Bugarama hapo, ili kuonesha kwamba wataki wazalendo waingie katika nchi yao. Ndio maana wamesudia kilalo hapo, inaonyesha kwamba kunaonekana avance nzuri sana ya vikosi vya wazalendo vile vile na jeshi la taifa, ambayo inafanya kazi nzuri sana ya kufukuza adui ambaye alikuwa anataka kunyanyasa nchi ya Kongo. Na kama unavyoona hapo katika tuko kwenye mashamba ya mapambano, ambapo unavyoona wazalendo wako wengi sana na wako tayari kupigana na adui hata wamfikishe maeneo yake. Kama unavyoona habari zinazozagaa kwenye mitandao sio za ukweli, kwa sababu viongozi wa kizalendo wametuhakikishia kwamba habari iko vizuri na upande wa wazalendo wanaendelea vizuri sana kwa kazi na kwa kasi nguvu sana, kwa sababu kila siku wanaongezeka na vikosi vinaongezeka ili kupiga adui, na kwa sababu adui kwa sasa haonekani tena kwa udongo wa Kongo, maeneo ya Kamanyola na maeneo ya Katogota. Kama habari vile tulivyopata kupitia wazalendo wanakuambia kwamba adui ameondoa vile vile jeshi la Rwanda M23 wameondoa bunduki zao kubwa kubwa nzito nzito, wameziongoa tangu leo asubuhi na wamezibeba nchi yano katika nchi jirani ya Rwanda. Na hivyo inaonyesha kwamba hiyo inaonyesha kwamba kuna sura nzuri kwa upande wa jeshi la taifa na wazalendo na jeshi la Burundi kumpiga adui, kwa sababu adui kwa sasa amefurushwa, na unavyoona kabisa kwenye shamba la mapambano hali inatulia. Ni hivyo tu, ni kunasikika tu hivyo tu ngaki tu pressure ya raia ambao wanahofia, lakini
masuala yote ya kivita yanaendelea vizuri sana. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona hapa tu kwenye maeneo ya shamba la mapambano hivi, tumejipa muda kabisa kama Baraka1 TV na Mwangaza Television ili kuonesha nini yanayoendelea, ili tulifika kwenye shamba la mapambano ili kuonesha hali halisi ya jinsi mambo yanavyoendelea. Kama unavyoona wazalendo wako wengi sana huko, wengi sana katika maeneo hii ya Luvungi na maeneo ya Katogota, yote yanadhibitiwa na jeshi la Burundi ambao wanasaidiana na wazalendo na jeshi la taifa FARDC, na vile vile na katika maeneo ya Kamanyola ambapo nusu kuna kwa wazalendo na jeshi la taifa FARDC wanapambana ili kumfukuza adui hata wamfikishe nchini mwake. Inaonyesha kwamba hii inaonyesha sura sana nzuri kwa upande wa viongozi na vile vile wazalendo wanataka kukomboa maeneo yote ambayo yalikuwa yanashikiliwa kwa yapata hata miezi 10 na adui ambaye alikuwa M23 AFC ambayo ilikuwa inaongozewa na Mbabe, huyu ambaye anajiita Mbabe Corneille Nangaa. Lakini kwa sasa wanaangalia kwamba sura iko vizuri sana kwa upande wa wazalendo na wanaendelea vizuri sana. Support yako inahitajika ili kusupport wazalendo ambao wanafanya kazi kubwa sana kwenye shamba la mapambano. Kila siku hawalali, wanafukuza adui ili kuonesha kwamba wako vizuri sana. Support yako ni nzuri sana. Operation saidia mzalendo inaendelea kabisa. Leta changamoto, leta ile mchango wako kidogo, bunga, mafuta, makala, isaidie wazalendo waendelee kupata nguvu na kumpiga adui hata kumtosha katika maeneo yote alikuwa anakalia katika maeneo hii ya Luvungi. Kama unavyosikia ndugu mtazamaji, ni maarme kubwa nzito nzito ambazo zinapigwa na jeshi la Burundi ambao wanapiga kabisa, zinafika hadi Bugarama, ambapo sasa tunakwambia kwamba ni maeneo ya Bugarama tu wanakuwa wanapisia sasa, kwa sababu ukiangalia ni bunduki ambazo zinapiga masafa marefu, zinatoka Luvungi zinafika hadi Bugarama. Inaonyesha kwamba ni sura nzuri ambayo inaonyesha kwamba vifaa vya kijeshi vya upande wa jeshi la Burundi na jeshi la Kongo na wazalendo wako vizuri sana, wanampiga adui kila siku na wanaonyesha kwamba kasi na nguvu iko vizuri sana. Na operation saidia muzalendo, Baraka1 TV iliweza kutoa bahasha kwa wazalendo kwa lengo la kuwahimiza kuendelea kumpiga adui ambaye ni M23. Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka maeneo ya Luvungi ambayo mafande mnaweza kuchukua kwa pamoja, itasaidia kwa ile maji kidogo ambayo vijana wetu watakunywa. Lakini tofauti na hivyo pia nitabidi vijana wetu nipatie hata kidogo kidogo, makundi hivi 10 ngapi wanagawanya wao wenyewe, afa sisi watakunywa maji. Nafikiri ni sawa yote. Asante. Yeah. Na neno moja la mwisho napenda kumalizia ni kusema kwamba naweza kuambia wa ndugu zetu make bakambo, baba yetu, ba mama, bayomba, badada, banani, batoto bazidi kutuombea kwa msimamo tunao. Wazidi kuwa kwenye maombi sana, kuanza kwenye Mungu na wakambo wazidi kutusapoti, kwa sababu wa vijana wamejitolea. Yes. Wa vijana wanajitolea kabisa kwenye kazi ya kugomboa nchi yao. Na ndio hapo pia ningekazia watu wote wa Uvira kuanzia plane ya Kiliba hadi hivi. Niko niambia watu wa Bunga, wa Makala, wa Miogo, wa nini tulete huku. Asante. Kwa sababu kuna kazi iko nafanyika kubwa sana. Kwa hiyo afande, mimi nashukuru sana. Nichukue hii hapa. Naona na makamanda zangu hapa. Nafikiri kumalizia vile kipindi hiki ni kipindi cha msimu wa mvua. Na kama tulivyojitolea na waza, unaona umati tulionao. Yes. Hatukuja na nyumba hata moja na hatutakiwi kuwa katika manyumba, tunaacha raia ngambo yake na sisi tunasonga kabisa huko, tunaenda tunafatana na moto, sehemu unakwenda tunasogelea kule. Sasa kilio chetu ni kusema kwamba vita si vyetu peke yetu, hata waombaji nao wako kwenye vita, wachuuzi wako kwenye vita vile vile, watu support vile, hata turubai 1 2 3 zinafaa. Sisi ni wana wa upendo, tunajenga kwa upendo, tutajipunja, tutalalia hata ile 2 3 kwa pamoja, tunajipunja vile kusudi tusiaibike. Sisi tumeamua kukaba maguguni kusudi hata adui ajikute kile nacho alifiwa kwamba napenya sana, napenyeza sana muda kwa muda. Atakapojaribu kupenya, labda kwa mvua inanyesha, nakuta wa vijana wako gado. Yes. Hawatulii wako. Nitoe wito kwa wamama wa Pennsylvania Lankata. Asante sana. Lakini unasikia makamanda wetu wanataka mahema. Kwa hiyo tupate turubali. Turubali za muhimu sana. Na mavyungu vya kupikia msosi.
Hatusikia na envelope tu tunaacha pesa alafu batapigia mnini. Hivyo wapate hivyo. Na gisi mlikuwa mnasema mara mingi, wazalendo wapigani. Bana kala tu Muvira kutembea tembea tu. Tuko huko. Vita inaanza hii hapa. Ili kuendelea kushuhudia yote ambayo yamefanyika huko Luvungi, tafadhali tembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na haya matukio yote ambayo yako nazidi kuendelea kwenye uwanja wa mapigano. Na baada ya taarifa hizo, tuingie huko maeneo ya Bugarama ambako mabomu ya jeshi la FARDC yaingia mpaka Rwanda. RDF yakimbia na kufunga mpaka wao. Kutokana na hali ambayo iko nazidi kuendelea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi mashariki mwa DRC, ambako vita ilizuka tarehe 2 za mwezi wa 12 2025 kati ya wazalendo FARDC dhidi ya makundi magaidi wa M23. Mizinga inayotupwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaingia mpaka ndani ya ardhi ya Paul Kagame, huku wasiwasi ukitanda ndani ya nchi ya Rwanda, zaidi maeneo ya Bugarama. Mpaka sasa Wanyarwanda wameanza kulalamika, huku wakihitaji msaada kutoka kwa jamii ya kimataifa. Licha ya yote ambayo yamekuwa yakitendeka ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la Rwanda limefanikiwa kukimbia kwa asilimia kubwa, huku wachache ndio wakiwa wamejibanza kwenye baadhi ya nyumba ndani ya Kamanyola, ikiwa ni pembezoni kabisa mwa mpaka wa Rwanda pamoja na Kamanyola. Hayo yakiwa ya kuendelea, kwa upande wa jeshi la Rwanda wamekwisha kufunga mpaka wa Bugarama na kuweza kusababisha hali ya wakimbizi kutoka maeneo ya Kamanyola kukimbilia nchini Rwanda, wengine huku wakiwa pia wamefukuzwa. Mabomu ambayo yamekuwa yakipigwa na jeshi la FARDC imeweza kugusa daraja la Bugarama na kuweza kuliharibu kipande kimoja. Kwa leo natumika na wazalendo bega kwa bega. Wazalendo bote wananifamia. Haiko wazalendo bote hapa bamwizi. Si tu grupe ya Nze William na nifamia de AZ depuis tout comme FARDC abo biko mouvement yabo. Na hii tulikuwa na deba moja busubuhi ya mtu mmoja alikuwa na kritike maoperasyon ziko kule Kamanyola, sasa vita viko busubuhi. Ndugu yangu, vira itakamatiwa leo, Sokoya hakuna. Kwa Sokoya wapi mshiti tumainie Masokoya. Nawaza ni mimi njuni mjibia, mimi nasema uko mjinga. Wakati Sokoya zinapandaka zifanye operasyon, wewe njoo unazitoa, unajua kwa nini zinatokaka Sokoya, unazijua. Hapa niko naenda kwa kutaka nikupreciser. Si ndio tuko operasyon na hivi niko nakwambia, niko Kamanyola. Tulipigana vita kutoka Katogota, tukabaderoje Katogota, tukaingia Kamanyola, tukabaderoje Kamanyola. Hivi mimi nakuambia M23 ilifanya reprise strategique iko ku frontiere ya Rwanda, ngambo ya Mai. Na wakati balenda ngambo ya Mai, hivi niko nakuambia tuko Katogota. Kama unapenda nikutumie image ya kama unaiwa Kamanyola, nikutumie image ya Kamanyola yote ya kisi tulisabote Kamanyola, tulianika na ile armement unaona pale ni armement tulipata. Na hivi niko nakwambia saa hii tuko na rambirambi. Ingekuwa sema gouvernement ingekatala tusimamie pale, tulikuwa tunasema tuvunje ile kilalo au tuingie mpaka Bugarama, lakini tulipata kaota kidogo. Unaona mavita ni retraite strategique, hawezi enda kichwa. Kwa wakati unaweza fanya repli, kwa wakati unaweza kuwa na mesure zingine za kuangalia objectif yako, usitambuke objectif. Tuko ma mission moja hata Amerika wanaweza kupa mission uende ubane picha na unakuwe. Unaenda mwele mission unaenda pambana. Donc una violer komsingi. Na violation ya komsingi mwarume c'est une infraction. Ndio ile precision mimi niko na kupreciser leo, ndio mimi nakwambia nasemaka ni moya. Na nikisema kitu ni amakie ama nionyeshe kweli gisi iko. Hii haiko ya kupalpi na kuambia marezo sociaux, guerre mediatique, sitajipandekeza na kufanya nini. Sisi walipigana ile vita na hivi mimi nakwambia tuko Kamanyola. FARDC, wazalendo, Baburunde, tuko bega kwa bega na furaha zetu zote. Tuko tunakula kila kitu mkamanyola na hakuko amani. Mablessure zilipata mabombe. Ile mabombe perdi, tuko nenda nazo ma hospitali,
tusa tunafanya kitu, activity zote ziko sawa. Ndio ile ndugu yangu, gouvernement njoo kwa Kamanyola leo na haitasubutu kutoka Kamanyola juu najua kichapo hapa jinga wanapata hapa ni hiki, walipata hapa, walipata Nyangezi, walikipata Kaziba, walipata pale Munga Kale, walipata kule Mabulambika. Ndugu yangu niko na preciser hapa, ndio vile nakwambia usiwe na wasiwasi na basi kudanganya wengine. Wengine batakwambia ni wale basambo seni ndio batakudanganya, na wengine batu ya baasi ndio batakudanganya, lakini leo hakuna cha kuku kulia mbuzi, wanatwangwa kichapo cha mzuri sana. Na mbuku nasikiza Amka na Baraka One TV. Ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika ya Mashariki, na mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJ. Pia bani kuna kurushia haya matangazo Jide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Buto, Tobiondo Kilambamao, mzee wa state ya Maine, the first dictation Ashida Iron, wote hawa kiwa nasikiliza Baraka One TV ya Kisi Kandeke, Asimu Baguma, Samuel Asokolo Ayeba, Mashaka Ayamba, Asani Ramadhan. Na baada ya taarifa hizo tuingie huko mkoani Ituri ambako Luboya Kashama Johnny atoa kauli kali huku jeshi la UPDF likiungana na waasi wa SRP ya Ketoma Lubanga kuwashambulia FARDC. Yanayojiri Ituri kwa sasa ni jambo la kusikitisha na jambo la kushangaza pia. Limekuwa likiongelewa mara mingi na Wakongomani, lakini serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kama imekuwa ikizibwa masikio. Ripoti kutoka maeneo ya Ituri zinasema jeshi la UPDF la Uganda limekuwa likishirikiana na magaidi wa ADF Nalu, vile vile kushirikiana na magaidi wa SRP kushambulia kambi za majeshi ya FARDC. Mengi na zaidi ripoti hii kutoka maeneo ya masasi robe tawana ezali basoza na biso ya FARDC te bazalendo te kote nini te mutazobeta masasi wana ezali UPDF arme ugandese nde abeta masasi wana bazobeta masasi wana tango UPDF abimi akei ko atake kaya FARDC na njugu na territoire compagnie moko zalaki wana compagnie d'intervention zalaka wana babimba ke ko atake compagnie d'intervention basoka zalaki wana mamuke effectif zalaki mamuke bamususu bakendaki nde na patrouille de combat baki patrouille de combat bao batikala kende ba garde bazalaka ba garde pona kokengela ka ba nini nde batikala kende na kati yaka na simanango likambo eko komela bango ba militaire ya Uganda ba UPDF ba eko atake bango lokola bango basa deja bato basiba ni ali ba baza lié na SRP po bango ne bazala ki réunion ke SRP na UPDF ke SRP na UPDF il faut que basangana pona ko beta FARDC ndi lobi ba eko ko atake ka ya FARDC compagnie zalaki wana compagnie d'intervention beti komanda compagnie zalaki wana balingi baboma komanda compagnie nde rataki basoda zalaki wana pe ba riposte mwa muke moto eleki bazalaki mwa muke wao bayalaki bango bazalaki soki ba compagnie soki trois compagnie ya UPDF nde basali mwa repli nde ba UPDF bakoti na kana bango basabote babomi pe soda na biso moko komanda compagnie Sego blessé kisikoyo na minute oyo komanda compagnie wa Zokaki blessé komanda compagnie Sego na minute oyo azana buni awa na hôpital général mais toyebi état de santé na été na minute oyo ndenge zali bobino nde bato bopesa kala information mais comment kolbaki armée ougandaise abima na Uganda aya koma na Congo ke ayoko sunga armée ya Congo FARDC na minute oyo ye moko abaluka akoma susu ennemi akoma na Congo amia eliena bandeko na bango ba hema ba SRP ya groupe na bango ya ba SRP atongwa Lubanga basangana pona kubundisa FARDC ndenge nini soda kufi komanda kompanya Zoki bamususu bakei bazomona na te mais gouvernement yango gouvernement nini
ya kolbateki ba ko ta réaction mo côté que bazo décision ya suka biso ba soda ce qui bitu bato bunda to iba keto zobunda ndena étranger mais ozobu mabomba bango or que ennemi bango bazana na bato basangana na M23 na kati baza ba M23 mais botiki la biso ennemi na kati ya porte oh azami ami yango ndengini ya kokina bima kende ami ya Elena rebelle après abima wakataki susu defense kaya FARDC basoda bakufa gouvernement ya biso ya Congo réaction na côté lomo basali ki ko réagir ya ta boyeza te après boy ti après que boy des jours ba konzi bakota ne oba okay makambo sili azui batu bakundi makambo sasa ni esili David soba kwa makabiso kaka mikolo nyoso siki ulibike FARDC reagir kama mwako reagir hayo yakiendelea. Gavana wa Ituri ambaye ni Luteni Generali Luboya Kashama Joni ametoa onyo kali kwa yeyote ambaye ataungana na wahasi na kuanzisha mashambulizi kutokea nje kwamba hatorudi salama ikiwa ataingia Ituri kuanzisha mapigano. Ana uhakika kwamba hatorudi salama. Yeye sio kama magavana wengine ama sio kama wanajeshi wengine, yuko tayari kushirikiana na watoto wa Ituri kwa ajili ya usalama na amani ya Ituri. Huyu hapa Luteni Generali Luboya Kashama Joni. Ula tapima takuya tutapigana tiku mwisho bashi wazia sema mimi niko tutapigana hapa juku ni kwetu, Ituri ni kwetu, mtabakia hapa nitapiga tiku mwisho na watu wote wajue basikibile mimi nasema kama wanawazia sasa ni masehemu nyingine wafanye ni ule atakuya hapa Ituri. Je vais me rassurer qu'il ne sorte pas de cette province vivant. Tunasikilizana? Kwa ingia hapa. Lakini hautatoka mzima. Et je suis sûr que les enfants de l'Ituri vont m'accompagner dans cette mission. Si we ata bapande bashuke we ingia hapa. Mais hautatoka mzima. Na Baituri wote bataniaccompagner. Juu ya nini? Juu tunaonyesha mapende. Miaka ine kaenda kote kule mtapini, sikubebe kitu kia mtu, nidanganya miko mumamini. Ndio ile tunawafukuza mamini. Mnasikia mtu anasema tulikuwa na gouverneur commune, anabeba or. Mimi ni na Mungu wangu tu, usiku na mjua siku zote mimi naomba paka Mungu wangu sitatoka hapa. Uambie isipokuwa kama president anasema sasa kazi yako inaisha pale wewe. Meula na wazee sasa atakuwa hapa kuleta desordre. Nami na population iturienne tutaishana naye. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka Baraka One TV. Usikose kutembelea Mwangaza TV ili ukutanane na mengi ambayo yako yanajiri huko maeneo ya Katogota, Kamanyola pamoja na Luvungi, pia Nyangezi. Mapigano ni makali. Kaziba tayari iko mikononi mwa wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huku Bunagana, huku Bugarama nchini Rwanda, wananchi wakianza kukimbia na kuogopa mabomu ambayo yako yanaangukia ndani ya ardhi ya Kagame. Ushindi ni kwa wazalendo, ushindi ni kwa FARDC, ushindi ni kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakongomani wote wanahitajika kuungana kwa pamoja ili kuweza kusaidia wazalendo ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano, maana wanahitaji sana support kutoka kwa kila anayeitwa Mkongomani Uvira na sehemu zote zile. Ungana na Baraka One TV kwa ajili ya operation hiyo. Bye bye. Lakini kwa dada watu wangu kubeba mwili wake